Mji kasoro bahari. Hapa ni manispaa ya Morogoro yenye wakazi zaidi ya 400,000, kata 29 kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Kata ya Mindu ni kati ya kata 29 zinazopatikana ndani ya manispaa hii. Pamoja na mambo mengine yanayopatikana kwenye kata hiyo, limo pia bwawa la Mindu ambalo linategemewa kwa zaidi ya 75% kwenye upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama kwa wakazi wa manispaa hii. Bwawa hili linakabiliwa na uvamizi wa shughuli za kibinadamu ikiwemo kilimo na uvuvi haramu, pamoja na kuwepo na askari kuimarisha usalama, lakini bado wapo wanaovuka mipaka na kutishia uhai wa chanzo hiki muhimu cha maji. Machi 14, 2025, mvuvi mmoja aliyefahamika kwa jina la Adam Juma mwenye umri wa miaka 38, mkazi wa Mindu Mikoroshini, amekufa maji wakati akifanya shughuli za uvuvi ndani ya bwawa hilo, na mwili wake ulipatikana siku ya pili ya Machi 15 mwaka huu. Kamanda wa polisi mkoani hapa, Kamishna msaidizi mwandamizi Alex Mkama, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, akisema chanzo cha kifo cha mvuvi huyo kimetokana na kunywa maji mengi baada ya kuzama. Mindu kuna bwawa pale la maji ambalo linatumika kuteka maji pana kusambaza kwenye mji wetu wa Morogoro. Kwa hiyo alikwenda kuvua pale na kwa bahati mbaya aliteleza akawa ameingia kwenye ile shimo na akawa amekufa. Kwa hiyo kifo chake kimetokana na kunywa maji. Kunywa maji na kushindwa kuogelea kuweza kujiokoa. Wamekuja kumuokoa hao wapiganaji wetu wa upande wa zimamoto na uokoaji akiwa tayari ameshafariki. Kwa hiyo tukio la upelelezi ulikamilika na maiti ile ilikabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya mazishi na wameshafanya mazishi tayari. Katika hatua nyingine, bodi ya maji bonde la Wamiluvu, chombo chenye dhamana ya ulinzi na usimamizi wa vyanzo vya maji, kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa mazingira, wamefanya usafi wa mazingira mto Morogoro, ikiwa ni mwendelezo wa maadhimisho ya wiki ya maji ambayo kilele chake ni Machi 22, 2025. Akizungumza mara baada ya zoezi hilo, Janeti Kisoma, meneja wa mazingira bodi ya maji bonde la Wamiluvu, amesema ni kosa kisheria kwa mtu yoyote kufanya shughuli za kibinadamu kwenye vyanzo vya maji, akisisitiza umuhimu wa jamii katika uhifadhi, huku baadhi ya wadau nao wakawa na haya ya kusema. Wito wetu kama bodi ya maji bonde la Wamiluvu, tunawaasa jamii waache kufanya shughuli za kibinadamu kwenye vyanzo vya maji, kwa maana athari zake ni kubwa. Kufanya shughuli hizi kwenye vyanzo vya maji zinakuwa zina athari kubwa ambazo zinaweza tusizione kiurahisi kwa sasa hivi, lakini madhara yake mengine makubwa yanakuja kujitokeza kwa baadaye. Kwa hiyo sote tushirikiane kwa kutunza ili tutunze vyanzo vya maji. Tukitunza mazingira yetu, tukitunza mifumo ekolojia yetu ni muhimu sana, na tutakuwa tunajihakikishia upatikanaji wa maji. Maji ni rasilimali mojawapo ya mazingira ambayo ni muhimu kwa uhai wetu sisi binadamu. Na tunasema kwamba kimsingi mazingira ni uhai endelevu wa binadamu. Bila maji hakuna maisha. Bila maji hata shughuli nyingine hata za viwandani hazitaenda. Bila maji hakutakuwa na mazao, kwa sababu tunahitaji yale maji kwa ajili ya umwagiliaji. Kwa hiyo ni muhimu sana kutunza rasilimali hii ya mazingira ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Sisi kama wadau sawa ambao tumechagua kutunza na kuhifadhi vyanzo vya maji, tuna kampeni ambayo tumeianzisha, huu ni mwaka wa pili, ambayo inaitwa ulinzi kwa kila tone. Tunashirikiana pia na wadau mbalimbali, wananchi na viongozi, kuhakikisha tunawafikia wananchi ambao wanafanya uharibifu wa vyanzo vya maji, kuwapa elimu na kuwa motivate kushirikiana pamoja kuendelea kutunza na kuhifadhi vyanzo vya maji. Maadhimisho ya wiki ya maji kwa mwaka 2025 yanapambwa na kauli mbiu isemayo uhifadhi wa uoto wa asili kwa uhakika wa maji. Methali husema usipoziba ufa utajenga ukuta. Kama hatua madhubuti hazitachukuliwa sasa, huenda siku za mbeleni kukashuhudiwa athari zaidi katika bwawa la Mindu. Kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Jackson Johnny.